Kwanza nimpongeze waziri na naibu waziri, lakini nipongeze taasisi zote zilizoko chini ya wizara hii kwa kazi kubwa anayoifanya, lakini jemedali wetu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa ambayo anafanya kuhakikisha kwamba taifa liko salama, taifa linaendelea katika hali ya amani. Ni jambo kubwa, na sisi na Watanzania tunamuunga mkono Mheshimiwa Rais kwa sababu usalama wetu ndio kipaumbele kikubwa cha nchi yetu, ndio national interest yetu, kwamba security ni moja kati ya maslahi makubwa ya nchi yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi na mambo machache ya kuchangia. Jambo la kwanza la kuchangia kubwa moja ni kuhusu hali ya usalama kwenye taifa letu. Mheshimiwa Waziri, kwanza lazima tufahamu nchi yetu kuko na security dilemma katika dunia, lakini kuna security threats ambazo zinaendelea duniani. Kwa investment yoyote ile katika nchi, budget yake kubwa inakuwa kuna mambo ya ulinzi na usalama na kuhakikisha kwamba wananchi wako salama. Sasa sisi kama nchi tumekuwa tukikumbwa na matukio hayo kuwa na security dilemma, lakini zaidi mambo ya cyber crimes, unafahamu mambo ya cyber espionage ambayo yamekuwa yakitokea. Sasa mimi nina ushauri kwa serikali. Nchi yetu ni nchi ambayo watu wengi wanaimezea macho kutokana na hali ya utulivu tulionayo. Kwa wamekuwa wakifanya matukio na mambo ambayo yanahusisha kuleta mtafaruku kwenye nchi. Nimesoma kwenye ripoti yenu mnaonyesha kwamba kuna wahamiaji haramu kadhaa ambao wameingia kwenye nchi yetu. Takriban wahamiaji haramu 49,469 wameingia kwenye nchi yetu. Na hii inaashiria kwamba hawa wengine wanakuta sio kwa ajili ya mambo mema, zaidi ni mambo mabaya. Sasa tukirejea katika msingi wa Mwalimu Nyerere ambaye alianzisha mfumo wa nyumba 10, alikuwa ni mfumo kuhakikisha kwamba nchi inakuwa salama. Kuhakikisha lazima tujue nani yuko wapi, nani anafanya nini ili nchi iwe salama. Sasa sisi kama nchi, kwa sababu teknolojia imekuwa, lakini pia idadi ya watu imeongezeka, tunazungumzia Tanzania zaidi ya milioni 65 na kuendelea juu, lazima kuna mambo lazima tuyafanye. Cha kwanza, Mheshimiwa Waziri, ni lazima turejeshe mfumo wa nyumba 10. Kenya wameuchukua mfumo huo mwaka 2022, kurejesha mfumo wa nyumba 10, kutambua wananchi, nani anaingia katika kijiji, nani anaingia katika mtaa, watendaji wa mitaa na watendaji vijiji. Hili ni eneo la kuwafanyia kazi kwa sababu wanalipwa na serikali. Tukiwatumia hawa wanaweza kusaidia kugundua ni nani yuko katika eneo husika ili uweze kutusaidia katika kuimarisha ulinzi na usalama. Jambo la pili, kama ambavyo Nelson Mandela anasema, safety and security don't just happens, they are the result of collective consensus and the public investment. Jambo la pili ni lazima tudhibiti usajili wa laini holela. Swala la usajili wa laini holela kwenye nchi yetu umekuwa ukifanyika katika mazingira mbalimbali. Unakutana na vijana wanatembea mitaani huko vijijini, wanasajili laini au wanajitambulisha kama wao wanatoka kwenye taasisi hizi za mitandao ya simu. Ni lazima tuidhibiti ili tuweze kucontrol swala la utapeli, wizi na kuumiza wananchi wetu. Na hili liwe collective consensus, lazima Wizara ya Mawasiliano ishirikiane kupiga stop swala la kusajili laini kiolela. Wewe ukienda Rwanda, wewe ukienda South Africa, uweze ukaenda mtaani ukasajili laini kiolela. Ni lazima uende kwenye ofisi rasmi au kioski rasmi uweze kusajili laini ili watambue ni nani anayesajili laini hiyo. Hiyo ni muhimu katika nchi hii. Tulidhibiti hilo jambo kwa sababu wananchi wanaumizwa kwa kuibiwa fedha, kwa kutapeliwa huko kwa sababu ya watu wanaozunguka huko. Vijana watalaumu kwamba tunawazuia wasifanye ajira za kujitolea. Hapana, kwa sababu tumeona takwimu ya usalama imekuwa ikiyumba kutokana na matukio kama haya. Ni lazima hilo eneo tulidhibiti, kusajili watu, line zisajiliwe katika utaratibu ambao ni rasmi kwa Revioski. Mheshimiwa Waziri, hilo ni jambo la muhimu mno. Lakini la pili, Mheshimiwa Waziri, ninaipongeza, mmekuwa na mfumo mzuri kwenye traffic kutambua kwamba ile gari ni la nani. Mnafanya mfumo wa verification. Sasa lazima tutengeneze mfumo wa verification kwenye mahoteli, kwenye lodge, kwenye watu wote ambao wanafanya biashara ya kupangisha. Kwa sababu gani, Mheshimiwa Waziri? Hadi dakika hii ninavyozungumza kuna mtu anaenda kwenye hoteli anaandikisha jina ambalo sio la kwake na analala na anaondoka kwenye eneo hilo. Kwa ni lazima nchi, kama tunataka kufanya mambo ambayo yanahusanisha ulinzi wa nchi yetu, kwenye mahoteli kote lazima tutengeneze mfumo. Mtu anayeenda kulala pale atoe NIDA, atoe pasipoti yake au atoe kitambulisho cha kupigia kura. Wakiingiza kwenye mfumo waone jina linalosoma ni la Mtanzania. Mheshimiwa Sanga, hitimisha, muda wako umeisha. Naomba dakika moja tu Mheshimiwa Mwenyekiti. Sekunde 30 malizia. Dakika moja tu. Kwa hiyo niwaombe, kwa sababu nyewe mmeanzisha kampeni yaitwa mjue jirani yako. Mjue jirani yako haiwezi kufanya kazi kama teknolojia hatujaisimamia. Tengenezeni mfumo wa kufanya verification. Nyumba zote zinazopangisha
hoteli zote na gesti zote lazima mtu afanye verification ili aweze kupewa dhamana ya kupangisha maeneo haya. Ili vitendo vya ushoga, magenge ya watu haramu na matapeli tuweze kuyadhibiti, ni lazima tujue nani yuko wapi na anafanya nini kwa wakati husika. Mheshimiwa Mwenyekiti, dakika zilikuwa chache, tuna hoja nyingi za kuchangia kwa mustakabali wa taifa letu, lakini katika haya nitaleta kwa maandishi Mheshimiwa Waziri. Asante sana. Asante sana.